Watu wa Mungu, katika mwaka ujao wa 2026 kwangu mimi utakuwa ni mwaka wa kumtafuta Bwana kwa machozi. Bwana asifiwe sana. Kwangu mimi utakuwa ni mwaka wa kumtafuta Bwana kwa machozi, kwa gharama yoyote, kwa hatari yoyote. Utakuwa ni mwaka wa kulihubiri neno pasina kuangalia cheo ama sura ama umri wa mtu. Ni mwaka wa kuhubiri neno kisawa sawa. Udhaifu wote ambao nilikuwa nao mwaka huu ama niko nao mwaka huu, mwaka ujao nitahakikisha udhaifu huo ninauondoa kwa uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ulegevu wote ambao nilikuwa nao mwaka huu, nitahakikisha mwaka ujao ulegevu huo ninauondoa kabisa. Maana imeandikwa, na laaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Bwana asifiwe sana. Sitamani kulaaniwa, natamani nifanye kazi ya Bwana kwa moyo na kwa nguvu zangu zote. Imeandikwa, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako na vingine vyote. Mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote. Kumpenda Mungu ni kutenda mema lililo jema, huko ndio kumpenda Mungu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana asifiwe sana. Tenda mema kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Tenda mema kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya watu. Bwana asifiwe sana. Mwaka ujao anza na Bwana, endelea na Bwana, maliza na Bwana. Wenda kuna watu ambao kwa asilimia kubwa mwaka huu mlifeli mkaangalia nyuma, mlifeli mkafuatisha dunia hii, mlifeli mkafuata miungu mingine, mkaanza kuabudu sanamu. Bwana asifiwe sana. Mkaanza kuona ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni pamoja na uzinzi, ni pamoja na uasherati, ni pamoja na vingine vyovyote. Hiyo ndio ibada ya sanamu. Wenda mwaka huu ulikuwa na dunia, ulibeba dunia moyoni mwako. Lakini mtu wa Mungu nikusihi sana, mwaka ujao usifuate dunia, usienende na dunia, muomfuate Yesu, mbebe Yesu. Usibebe dunia, mbebe Yesu kisawasawa.